Ahlan wa sahla mtazamaji wa Khidma TV popote pale ulipo. Hivi sasa ni jioni tulivu kabisa, jioni ya tarehe 15 ya mwezi wa 3 mwaka huu 2025. Nyuma yangu tayari niko ndani ya lango kuu la kuingilia ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa ama uwanja wa Taifa. Ndani ya uwanja huu kesho, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tarehe 16 ya mwezi wa 3 mwaka 2022, yani Jumapili ya kesho, kuanzia saa 12 asubuhi kutakuwa kuna mashindano ambayo tulikuwa tukiyasubiria kwa ghamu kubwa sana. Hatimaye siku yake imefika. Ni mashindano ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni chini ya taasisi ya Al-Hikma Foundation, chini ya mwenyekiti wake Sheikh Nurdin Kishki. Tumefika hapa jioni hii kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakupeleka ndani na kuona maandalizi yapoje mpaka hivi sasa, ikiwa kesho unasubiriwa ugeni mkubwa kabisa wa maelfu ya Waislamu. Je, umma ambao utamiminika hapa, maandalizi yakoje? Sehemu zao za kukaa zipoje? Na endapo umma utakuwa ni mkubwa zaidi, ni sehemu gani ambazo wale ambao wenzangu na mimi waziwa kuchelewa mtakuwa mmeandaliwa kwa ajili ya wachelewaji? Lakini muhimu, kuanzia saa 11 ama baada ya swala ya alfajiri, toka nyumbani uwahi, kwani kuna watu watakuja kuswalia swala ya alfajiri hapa. Twende ndani tukaone maandalizi yapoje. Na mtazamaji, niko tayari ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa, na hapa nipo katika lango kuu kabisa ambalo linatumiwa kuingia ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Mlango huu kwa wale ambao ni wapenzi wa mpira, bila shaka ni sehemu ambayo wachezaji huwa wanatumia kuingia wakiwa wanatoka katika vyumba vya kubadilishia nguo na kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili na kuingia katika pitch ya kuchezea mpira. Lakini kwa kesho tarehe 16, Jumapili ya kesho, kuanzia saa 12 asubuhi, uwanja huu utakuwa unazunguka baraka ya Qur'ani peke yake, kwa maana ya kwamba wale wote ambao watakuwa wanafanya hatua 1, 2, 3, 4 ni kwa ajili ya Qur'ani tukufu. Mashaallah, tabarakallah. Ukiangalia hapa unaweza ukasema pako tayari kwa 100%. Sehemu hii ambayo na kuonyesha vile vitu ambavyo kila mwaka huwa tunaviona vipo. Mabango haya, mdhamini mkuu PBZ Bank, mdhamini mkuu kabisa. Kule juu pameandikwa bango kubwa kabisa, mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Musabaka Ratil Alam al-Kubra lil-Quran al-Karim. Kesho ndio siku ambayo tulikuwa tunaisubiria kweli kweli. Na hapa ambavyo hivi sasa tuko ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa kushuhudia maandalizi, tayari yale maandalizi ya mwisho kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inakamilika ile 100% ama 99%. Tusijipe 100% moja kwa moja yanakamilika. Lakini mpaka hivi sasa, kwa sisi ambao tumefika hapa na tunakusaidia wewe mtazamaji ambaye umejiandaa, kesho kuanzia saa 11 baada ya salatul fajr unatoka nyumbani kufika katika viwanja hivi vya Benjamin Mkapa, ni maandalizi tunavyoyaona sisi Khidma TV kwa 98% yako tayari kabisa. 1% imebaki kwa ajili tu ya sisi wanahabari na wadau mbalimbali kuja kuhakikisha kwamba yes, kila kitu tulichokipanga kimekaa sanjari kabisa mahala pake. Ukitazama uwanja upande wangu huu ambao nimeonyesha mkono wa kulia, speaker ziko tayari, skrini ambazo zitakuwezesha wewe uliyekaa huku usipate shida ziko tayari. Jukwaa hili
pia liko tayari, na tunafahamu ya kwamba jukwaa hili ni miongoni mwa majukwaa ambayo yanatumikaga mara nyingi kwa ajili ya ugawaji zawadi. Kwa maana ya kwamba mgeni rasmi huwa anashuka kule juu na kuja hapa, na washiriki huwa wanapokelea zawadi hapa. Kwa hiyo ambayo ulikuwa unapata hamu ya kujua nini ambacho kitakuwa kinaendelea hivi sasa ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa, mpaka hapa na kuonyesha kwamba maandalizi yako tayari kabisa. Moja katika maandalizi ambayo nakuonyesha kwamba yako tayari, angalia screens hizi TV ambazo huwa zinakuonyesha kila ambacho kinaendelea. Tayari na wenyewe wako wanafanya majaribio ya mwisho kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe ambao utakuwa kwenye jukwaa kesho hauhangaiki tena kuangalia msomaji yuko wapi, anayeongea uko wapi. Unarahisishiwa kwa ajili ya kumuona moja kwa moja. Na hapa kuna jukwaa miongoni mwa majukwaa ambayo pengine tutakuja kufahamu zaidi yatatumiwa kwa namna gani, lakini jukwaa hili tayari kuna matenti hapo kama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mashallah, tabarakallah, na yenyewe yako tayari kabisa. Uwanja wa Benjamin Mkapa, sehemu ya pitch imezungukwa na mabango mbali, wekeza na Zanzibar Sukuk, PZ. Mashallah, tabarakallah, na mabango mbali ya wadhamini tayari yako hapa. Mtazamaji, bado angali tuko ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa na maandalizi yanaendelea. Moja katika watu ambao kila mwaka huwa tunamuona akiwa na harakati za kwenda hapa na kurudi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yanaenda sanjari kabisa. Maalim, salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana, tungependa kufahamu jina lako, lakini baada ya kufahamu jina lako shekhe wangu, tufahamu miaka yote tumekuona ukifanya kazi kubwa sana. Sisi waandishi wa habari mara nyingi tukikwama kuhusu tenti tunapigwa na jua, waga tunakuona wewe. Mashindano haya wewe unasimamia kamati gani? Alhamdulillah, mimi siku zote nimekuwa nikihudumu katika kamati ya ukumbi na mapambo. Kwa hiyo inshallah kamati hii inahusika na maandalizi ya ukumbi ambayo yatahusisha speaker, sound system, yatahusisha masuala ya screen, na vile yatahusisha masuala ya installation ya tents na huduma nyingine zote zinazohusiana na za huduma za kijamii once wa jamii inapokutana. Mashallah, hongera sana kwa kuitumikia Qur'ani miaka yote, na Mungu akuinue kupitia Qur'ani. Alhamdulillah rabbil alamin, Mwenyezi Mungu atunyanyue sote inshallah. Amin. Uko na majukumu mengi na mbio ziko nyingi sana. Kwa kumalizia hiyo kamati yako, sisi tumefika hapa, tumeshuhudia, tumeona mambo mbalimbali, tunasema yako karibia kwa 98% ama 99 kasoro moja tu. Wewe ambaye ni mhusika mkubwa zaidi wa kamati hiyo, na mambo ambavyo tunatazama hivi sasa yamefika katika asilimia gani? Alhamdulillah, unaweza takriban kusema kwamba tumefikia takriban asilimia 96, ambazo alhamdulillah thumma alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu sio kwa juhudi zetu, na tunamwomba Mwenyezi Mungu fadhila zake tupate mafanikio yale ambayo tuliyotarajia inshallah biidhnillah, na jambo lifane na kufana kwa hili basi inshallah atunyanyue kwa hili inshallah. Kwa kumalizia, hebu tuambie tu kwa faida ya mtazamaji, hapa panahusu nini, pale panahusu nini, na jukwaa lile kubwa linahusu nini lililopendeza, tumalizie. Takriban hapa panahusiana na vyombo mbalimbali vya habari vikiwemo bloggers na live streamers waliopo hapa. Kwa hiyo all in all, vile kuna hema maalum ambalo washindani wetu pindi watakapokuwa wameshasoma, wameshashindana, watahitaji kusubiria hapo kwa ajili ya kuitwa baadaye, kwa wale waliobahatika inshallah kuzawadiwa na kupongezwa inshallah. Nikushukuru sana. Asante sana. Qur'ani imma ikunyanyue au ikubwage. Unamwambia nini yule ambaye uko nyumbani hivi sasa kuelekea kesho? Kiukweli aje ili Qur'ani mnyanyue, na sio aje tu, baada ya kuja aishi nayo Qur'ani katika maisha yake, achague Qur'ani kwamba kuisoma, kuitekeleza na kuipambania inshallah ili mnyanyue, na siku ya kiyama anyanyuliwe yeye na familia yake. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam, shukrani sana. Mtazamaji, bado angali tunaendelea kuangalia yale yanayoendelea ndani ya uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Bwana kaka, vipi? Kwema kaka?
Heri kabisa. Naona uko busy sana na miaka yote nimekuwa nikikushuhudia brother. Hebu tufahamishe jina lako na unahusika na nini? Mimi naitwa Ahmed, nahusika na LD screen ambazo zinafungwa kwa ajili ya kuona watu live waliokuwa wako mbali watakaokuwa juu kule majukwani. Hizi TV kubwa ambazo zinafungwa hapa mimi ndo nahusika nazo. Mashaallah. Miaka yote tumeona mnapendezesha uwanja huu. Unajua uwanja ni mkubwa. Msomaji anakaa pale. Mtu kusema akae kula muone huwa ni ngumu sana. Shughuli mpaka hivi sasa imefikia kwa hatua gani na maandalizi yenu yamefikia hatua gani? Mpaka sasa hivi tunavyoongea tushamaliza. Tuko 100% kabisa tushamaliza kwa upande wetu. Kwa alhamdulillah tunasubiri tu siku ya tukio yenyewe kesho. Hongera sana. Shukrani. Asante. Mtazamaji, ni watu ambao wanahusika na hizi screen ambazo zinawekwa ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa na wenyewe wanasema ziko tayari kabisa. Hivi sasa twende tukalione jukwaa ambalo naweza nikasema ni jukwaa pekee linalotumiwa na shughuli za kidini ya Kiislamu ambalo linabebaga hadhi ya kipekee. Sijawahi kuona jambo ama shughuli ya Kiislamu yenye kutumia jukwaa kama yule. Hebu tukaone, alafu wewe na mimi tutakuwa pamoja katika kuthibitisha hili nililosema. Nimekwambia nataka nikuonyeshe jukwaa ambalo kwangu mimi nalitizama ni jukwaa pekee katika shughuli za kidini tena za Kiislamu ambalo huwa linabeba hadhi peke yake. Yani Al-Hikma Foundation ni pekee ambao mimi nimeshuhudia katika shughuli zote za Kiislamu ambao wana uwezo wa kumudu kuligharamia jukwaa kama hili kwa ajili tu ya kuipa hadhi Qur'ani. Sijawahi kuona shughuli yoyote ya Kiislamu ikatengeneza jukwaa kama hili. Hebu twende tukalione, alafu mimi na wewe tutakuwa tuna mengi ya kujiuliza juu ya hiki ambacho nimekisema. Lakini kabla hatujaenda kuiona, pengine kuna mdau hapa ambaye amevaliwa jezi imeandikwa Azam. Bwana, mambo vipi? Safi, kwema kaka? Heri, alhamdulillah. Kwema? Alhamdulillah, mshukuru Mwenyezi Mungu. Jioni naona maji hapa, ushapata iftar. Ya kabisa, iftar jamaa. Kwema lakini? Namshukuru Mungu. Bwana, uko hapa kama nani ndugu yangu, na tunataka tuliongelee hili jukwaa, unahusika na nini na pengine kwa uchache ili tukuache uendelee na majukumu. Ina shida. Hapa nashukuru. Mimi nipo hapa kama mtu wa decoration, nahusika na masuala ya upambaji hapa. Mashallah. Manake ili jukwaa ambalo tunaliona ndio upambaji wake umesimamiwa na sisi decoration yetu ndio Temeke hapo kidogo. Lakini namshukuru Mungu, japokuwa sio kazi nyepesi, lakini kwa uwezo wake Allah tumefanikisha kwa kiasi chake. Mashaallah. Unaitazama vipi taasisi ya Al-Hikma Foundation chini ya Sheikh Nuruddin Kishki ambaye bila shaka hajabahatisha kuwapatia nyinyi kazi ya kuweka decoration hii ya muonekano wa namna hii? Kwanza tunamshukuru yeye mwenyewe pia, ukiachilia ambaye kumshukuru Mwenyezi Mungu maana kwamba alituamini na sisi pia tumejiaminisha kwa sababu si mara ya kwanza kufanya naye kazi. Amezidi kutuamini na sisi tunafanya kile ambacho kilichokuwa bora kiasi kwamba Tanzania wote wazidi kufanya kitu ambacho kiko kizuri zaidi. Bwana, tuigeukie decoration yenyewe sasa. Kama unavyoona Watanzania wote na imani wajitokeze kwa wingi waje kushuhudia na muamini Kishki kwa sababu anafanya jambo kubwa sana kitanzania na kielimu kabisa, kwa sababu anasaidia Waislamu wengi nje ya Tanzania na mipaka yake. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wengi na pia tunamshukuru Sheikh Kishki kwa sababu ameendelea kutuamini na aendelee kutuamini zaidi ya hapa. Naam. Kutakia kila la kheri. Shukrani. Lakini kwa upande wako jukwaa na decoration ambayo nyinyi ndio mmehusika nayo, kando na jukwaa pengine inaweza ni watu wengine, mpaka hivi sasa maandalizi yako asilimia ngapi? Kwa sasa hivi naweza kusema tumefikia 90%. 90% kwa sababu mpaka hapa tulipofikia ni hatua chache sana ndogo ndogo kama unavyoona. Mimi naona kama vile limekamilika. Sasa hiyo 100 ikikamilika itakuwaje? Inshallah tuombe Mwenyezi Mungu tuone itavyokuwa. Basi inshallah. Amen. Una wito gani kwa Waislamu na wadau tofauti wa Qur'ani kuelekea kesho? Na mimi naomba tu wajitokeze kwa wingi kwa sababu mimi mwenyewe pia kwanza ni Muislamu, napendezwa pia na ile jambo ambalo nalifanya Kishki kwa sababu pia linavutia na linahamasisha kwa kila mtu, kwa kila kaya, kwa kila sehemu. So ni wajitokeze tu kwa wingi na imani kila mtu atafurahia hili jambo. Basi khairi inshallah. Shukuru sana. Mtazamaji, nilikwambia hili ni jukwaa la kimataifa ambalo linabeba hadhi ya Qur'ani, ya mashindano ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni, sio duniani,
ulimwenguni, na ulimwengu ni mkubwa zaidi kuliko duniani. Jukwaa hili hata nikifosi kupandia hapa siwezi. Kwa hiyo inabidi tutafute sehemu ya kupandia ili tuone hadhi ya jukwaa hili. Ni jukwaa pekee ambalo linabeba hadhi ya kimataifa, hadhi ya kiulimwengu, hadhi ya mabara yote ulimwenguni, ambalo ukitaka kulipanda lazima uhesabu kwanza. Ngazi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya nne, ya tano, 1 2 3 4 5 6. Hizo ni ngazi tu za kuhakikisha kwamba unafika huku juu. Bwana, masha Allah, tabarakallah. Bila shaka hii ndio sehemu ambayo kesho panapo majaliwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vijana wa Kiislamu kutoka mabara yote ulimwenguni watakuwa wakisoma na kurindima katika eneo hili. Hebu njoo tutizame sehemu za majaji. Bila shaka ukiangalia tu hii inaonyesha kabisa hapa ndo ambapo watakuwa wanaketi majaji. Hapa ndo ambapo watakuwa wanaketi majaji. Na ukiangalia takriban kuna viti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, viti 12. Sijajua vyote itakuwa ni kwa ajili ya majaji ama ni kwa ajili ya nini. Kesho kuanzia saa 12 asubuhi njoo ushuhudie viti hivi, wataketi majaji wangapi kutoka nchi gani. Muhimu, mashindano yataanza saa 12. Wewe ukifika saa 12 utakuta uwanja umejaa. Kocha msingi, ukishamaliza kula daku tu na ukaswali swala alfajiri, anza safari. Au swala alfajiri njoo uiswalie msikiti ambao uko nje ya uwanja huu wa Benjamin Mkapa, itakuwa bora zaidi. Lakini pia kitu miongoni mwa vitu ambavyo Sheikh Nuruddin Kishki chini ya kamati ya mashindano hii ya Qur'ani tukufu ambacho huwa wanakifanya ni kuandaa sehemu tofauti kwa ajili ya kubeba hadhi ya baadhi ya watu. Na Sheikh Nuruddin Kishki amekuwa akiwaambia baadhi ya wanawake kwamba wale ambao wanajihisi hawezi kuchanganikana na nini, wanaweza wakakaa wakasema na wakapewa kadi za sehemu maalum. Lile tenti ambalo tunaliona kule mara nyingi huwa linatumiwa na wanawake tofauti ambao walipata kadi maalum. Na mtazamaji wa Khidma TV, kama nilivyokujuza, tuko ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Tunatazama maandalizi ya mwisho kabisa, ikiwa leo ni jioni ya tarehe 15 ya mwezi wa 3 2025. Kesho tarehe 16 kuanzia saa 12 asubuhi kutakuwa kuna mashindano ya mabara yote ya duniani ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Mmoja katika watu ambao ni viungo muhimu kweli katika jambo hili ni mzee wa takbir na tumekutana naye hapa nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Tusikie mawili matatu kutoka kwake, lakini hususan zaidi yale ambayo yanahusiana na maandalizi. Assalamu alaykum warahmatullahi. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Haruna Yusuf Jumanne. Sheikh Haruna Jumanne Kapama. Naam. Vipi hali yako Sheikh? Hali yangu nzuri, si jambo, namshukuru Allah mtukufu, tunaendelea vizuri. Mashaallah. Mola akuhifadhi na akuimarishe zaidi sauti yako kuliko miaka mingine yote. Amin. Amin. Uje kuipata ile takbir. Amin ya Rabbi, shukrani inshallah. Amin inshallah. Kwa upande wako na kwa upande wa kamati tofauti na muda huu uko ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa, naona sasa hivi unataka kutoka mara moja, lakini na imani baadaye usiku utarejea tena kuja kuangalia mambo yapoje. Mpaka hivi sasa maandalizi yapoje? Ukweli alhamdulillah maandalizi yanaendelea vizuri. Uwanja umepambwa kwa maana ya kuwa ukumbi na kila kitu kimekaa vizuri sana alhamdulillah. Washiriki wetu wote wamefika na wamefanya semina zile ambazo za kufundishwa namna ya taratibu za mashindano yakoje, lakini pia wamekuja kutembelea ukumbi wenyewe, wameuona, wanajua watakaa wapi, wataenda kupanda wapi kusoma. Alhamdulillah, mambo ambayo yapo hapa ndani ni madogo tu, lakini kitu kikubwa tunawaomba Waislamu wa Tanzania lakini pia wakazi wote wa Dar es Salaam washiriki pamoja nasi katika asubuhi ya kesho kuanzia saa 12 asubuhi. Mageti yatakuwa wazi, waje waone mtanange mkali wa vijana 17 kutoka katika mabara yote duniani, namna wanavyochuana katika kuonesha umahiri wao wa kukihifadhi kitabu kitukufu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mashaallah.
Kwa upande wako ambapo unajua kuna wengine wao wanapenda tu kusikia ile takbiri Sheikh wangu. Kwa upande wako umejipanga vipi kwa ajili ya kuhakikisha shughuli kesho unaiendesha vile ambavyo Allah atakuwafikisha, lakini vile ambavyo wewe umejipanga ili watu wapate ile ladha? Unajua ile inapatikana kwa mwaka mara moja ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Achana na zile zingine za kwenye hafla mbalimbali misikitini, lakini ile special ambayo inabebwa na hizi speaker inapatikana Benjamin Mkapa peke yake. Umejiandaa vipi Mali? Kwa kweli mipango yetu mikubwa anayo Allah mtukufu. Sisi tunaona tutakuwa hivi, lakini yeye ndiye anayefanikisha yale ambayo tunayaona. Tunamuomba Allah mtukufu atupe nguvu na afya njema, uimara, ili tuweze kuyafanya zaidi ya vile ambavyo tumefanya miaka iliyopita. Afya iko vizuri sana alhamdulillah, na tunazidi kumomba Allah mtukufu azidi kulinda afya zetu na kutupa nguvu. Tunaamini kuwa Waislamu kesho watafurahi inshallah, na vijana wao katika shauku nzuri sana. Kwa hivyo tunaamini kwa muunganiko huo kila kitu kitaenda vizuri na kheri itapatikana inshallah. Kwa kumalizia, Qur'ani ni mawili, imma ikunyanyue au ikubwage. Unaambia nini wala ambao kesho pengine wana taraddudi kidogo juu ya Qur'an? Kitu ninachowaambia waje ili Qur'ani iwanyenyue. Na kukunyenyua Qur'ani unaposhiriki kwenye majambo yake, maana yake unapotoka utaanza kuona baraka katika maisha yako na mwangaza wa mambo mengi ambayo yalikuwa yamejifunga yamekwama, basi itakuwa ni sababu kupitia maneno matukufu ya Allah mtukufu kuwa ni mwenye kunyenyuliwa na mambo yale kufunguka. Na hiyo ndio maana halisi ya Qur'ani, ima ikunyenyue au ikubwage. Ninakuombeni sote sisi tuchague kunyenyuliwa na Qur'ani na wala isiwe ni sababu ya sisi kubwagwa na Qur'ani. Shukran. Nisichoshe sauti yako. Shukran. Asante sana. Nakupa taufiki inshallah. Amin inshallah. Shukran sana. Mtazamaji wa Khidma TV, ni Sheikh Haruna Jumanne Kapama, MC ambaye huwa anarindima ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Kesho tarehe 16 kuanzia saa 12 Jumapili ya kesho, amesema yuko tayari na kwa taufiki ya Mungu mambo yataenda sanjari kabisa. Tumetoka kuliona eneo la jukwaa ambalo litatumiwa na majaji pamoja na washiriki wa mashindano haya ya mabara yote ulimwenguni yaliyo chini ya taasisi ya Al-Hikma Foundation, ambapo kesho Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 3 ndio ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa ghamu kweli kweli. Hatimaye bado masaa machache pekee kuingia siku hiyo, ikiwa hivi sasa ninapozungumza ni saa 1:02 jioni ya leo tarehe 16. Bado masaa machache sana kufikia kesho panapo majaliwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tarehe 16 ya mwezi wa 3 2025. Kama nilivyokuambia, tumetoka kuliona jukwaa na hivi sasa jukwaa ambalo litatumiwa na majaji pamoja na washiriki. Hivi sasa tupo sehemu ya juu kabisa ambapo wageni akiwepo rais Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ambaye ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ndio atakuwa mgeni rasmi katika mashindano haya. Tayari sehemu hii iko tayari kabisa na wageni ambao wamepata kadi za kuja kuketi huku. Sehemu hii iko tayari kabisa na kila kitu kiko tayari kinawasubiria wao tu. Na uwanja wa Benjamin Mkapa, majukwaa mbalimbali, mabango mbalimbali, screen, sauti, kila kitu. Kwa hivyo sasa ukiwa kwa hapa juu tunavyoangalia chini, unaona kila kitu kiko tayari. Screen hizo ambazo zitawasaidia watu kutazama kila ambacho kitakuwa kinaendelea, sehemu ya usomaji, sehemu ya ugawaji zawadi, na watu mbalimbali wakiwa wanaingia na kutoka, itawarahisishia sana katika kutazama. Kila kitu kiko tayari, unasubiriwa wewe tu. Hadi kufikia hapa Khidma TV kwa maandalizi ya mwisho kabisa, hatuna la ziada. Tukutane kesho panapo majaliwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuanzia saa 12 na sisi tutakuwa mubashara insha Allah tabaraka wa taala.